Yani kiuhalisia mpaka muda huu inaonekana mambo hayajakaa sawa, na kwa sasa hivi Musa Kamara, baada ya kitendo kilichoweza kujitokeza katika uwanja wa Zanzibar na kitendo cha utovu wa nidhamu wa kutotaka kuelekezwa na kutotaka kurekebishwa na Fabrice Luamba Ngoma, imekuwa ni mjadala mkubwa ndani ya Simba Sport Club, ambapo kwa sasa yani hakuna maelewano mazuri mpaka muda huu baina ya wachezaji hawa wawili. Yani kila mmoja ana kinyongo na mwenzie, na hata kwa semaji la Simba, semaji la CAF aliweza kuulizwa baadhi ya maswali kuhusiana pia na sasa hivi hatma ya Fabrice Luamba Ngoma na Musa Kamara. Ni kwamba bado hakuna maelewano kama ya mwanzoni, jinsi walivyokuwa wanaishi, jinsi walivyokuwa wanacheka na kufurahi, sasa hivi imekuwa ni tofauti, kwa sababu Musa Kamara anaona kabisa yeye alikuwa ni sahihi na hakutaka kuelekezwa, na pia video ambayo iliweza kuonekana ikiwaonyesha watu hawa wawili kuweza kuwa kwenye majibishano na kuweza kugombana, ndio tukio ambalo limeendelea kuchochea sumu na kuonekana kabisa kwamba mpaka muda huu Fabrice Luamba Ngoma ana kinyongo na Musa Kamara, Musa Kamara ana kinyongo na Fabrice Luamba Ngoma. Yani tukubali ama tukatae, lakini ni issue ambayo haijakaa vizuri, na hata kwa mashabiki wa Simba hawakuweza kuipokea vizuri, kwa sababu tunaangalia je, itakuwa vipi na itakuwa katika mpango gani wa kocha Fadlu Davis ambaye kwa sasa amekuwa akiwaendesha katika nidhamu bora na akiweza kuwatuliza. Na nafikiri kwa upande mwingine huenda Fabrice Luamba Ngoma alikuwa sahihi ama hakuwa sahihi. The same pia hata kwa Musa Kamara Pimpin ambaye huenda naye alikuwa sahihi kwa upande wake kutokana pia na reaction ya mchezo. Kwa hiyo pengine labda kitendo cha kufuatwa na Fabrice Luamba Ngoma aliona kama sio sahihi, ni kama anamtoa kwenye mchezo. Kwa hiyo yote yanawezekana. Cha msingi tukutane kwenye comment, lakini hizo ni baadhi ya tetesi ambazo tuko nazo na taarifa ambazo tuko nazo exclusive kabisa kutoka kwenye peji za udaku katika soka la Tanzania.